كلام السلف علم نافع ومنهج واضح. كلام السلف pamoja na wema. Jambo la kwanza ni kusema kwamba maulidi kwanza yenyewe ni kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tena si kuzua tu, bali walioanzisha maulidi ni maadui wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sa maulidi hayakuwa isipokuwa yamepita kwa Bani Ubaid al-Qidah, wanajiita al-Fatimiyun au Ubaidiyun. Ubaidillah al-Mahdi al-Wakijiita, ambaye alikuwepo katika daula ya Fatimia huko Misri. Daula hili iliasisiwa huko Tunisia katika mwaka wa 297 Hijiria, sawa na mwaka 909 miladi. Daula hiyo ikaendelea mpaka walipohamia utawala baadhi ya miji, wakaingia mpaka Misri kwa miaka ya 590 na hivi Hijiria, wakaingia Misri Kahira. Daula iliendelea mpaka mwaka 567, ikawa makao makuu yake daula hiyo ni Misri. Daula ya Rafidhia, daula ya Kishia, daula ya kikafiri hiyo, ambayo ndio daula ilianzisha maulidi karne ya 4 Hijiria. Wao ndio walileta maulidi. Maulidi ni bid'a, tena bid'a ambayo imeanzishwa na watu wa ovu, Ubaidiyun, Fatimiyun, jita Fatimiyun kadhban wa zuran. Imam al-Hafidh Ibn Kathir katika tarikhi yake amewaeleza watu vizuri, pia kuwaeleza kwa kiasi ili kufahamu kwamba hawa watu ni watu gani, ambapo hapo mbele kuna kipengele kwamba sisi tunawaiga na kufuata walichokiweka watu hao. Ni kina nani hawa watu? Na sehemu kama mbili nitajaribu kuashiria na kunukuu Ibn Kathir anapozungumza hawa al-Ubaidiyun au al-Fatimiyun au daula hii. Hapa na al-Bidaya wa Nihaya, al-Bidaya wa Nihaya juzu ya 12 ukurasa 637, anasema Ibn Kathir akiwataja kwa sifa ovu mbaya: وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء, na kwa hakika walikuwa hawa ni katika makhulafa ambao ni matajiri sana. Wa aktharuhum malan, wa kanu min a'ta al-khulafa, lakini walikuwa ni waasi katika makhulafa. Wa ajbaruhum, tena wenye kibri na dhulma. Wa adhlamuhum. Kwa hiyo sifa ya kwanza sema Ubaidiyun ni watu wa dhulma tena kubwa. Wa anjas almuluk siratan, tena wafalme wao wote ni watu najisi sana katika sira yao. Sifa ya pili ametaja wa akhbathuhum, tena waovu wabaya sariratan, katika hali zao na mapito yao na tabia zao. Kisha sema dhaharat fi dawlatihim albid'a, palidhihiri katika daula yao hiyo bid'a mbalimbali, wal munkarat, na munkarati mbalimbali. Wa kathura ahli fasad, lakini ili pia ufisadi na watu wa ufisadi walikithiri. Wa qalla indahum as-salihun min al-ulama wal ibad, wakawa wachache waja wema, maulama wacha Mungu wafanya ibada walikuwa wachache kwa kipindi chao. Wa kathura bi ardhi sham al-nusairiyya wa duruziyya walhashishia, katika Shia, kwa sababu pia Ubaidiyun na daula yao hawa ni mashia Ismailia batinia kufar. Baadhi ya sehemu anasari kama alivyoeleza Adh-Dhahabi katika tarikh al-Islam. Dhahabi anasema falaqad kana haulai al-Ubaidiyun sharran ala al-Islam wa ahlihi, hakika Ubaidiyun walikuwa ni watu shari dhidi ya Uislamu na watu wake. Al-Mikrizi pia katika Shafi'i
Takrizi ya Shafi'i katika khutat yake tanukuu maneno yake, sasa akieleza kwamba wao sasa ndio wameleta maulidi, naye anasema na wao ndio mwanzo walisambaza adhana ya kishia wakisema hayya ala khairil amal. Wao ndio walianzisha ibada hii na adhana hiyo. Wa Ibn Kathir akawa anasema wataghallaba alfaranju ala sahil ash-sham bikamalihi, kwa maana walitawala alfaranj, watu wa Ufaransa walitawala ufukweni mwa Sham bikamalihi, hata akhadhu al-Quds wa Nablus, wakachukua miji hii Nablus wa Ajlun wal Ghawr wa bilad Gaza wa Asqalan wa Karkish ash-Shawbak wa Tabariya, mpaka alipoeleza akafika mahala akasema wastahwadhu ala biladi Amid wa Ra's al-Ain wa bilad Shata ghairi dhalik, na miji mingine sio kwa hiyo wakaitawala wao Ubaidi. Kisha sema waqatalu min almuslimina khalqan, waliwaua waislamu wengi sana. Kwa hiyo daula hii ya Ubaidiyin waliua waislamu wengi sana. Wa umman la yahsihim illa Allah, na umma ambao hakuna anayedhibiti idadi yao isipokuwa ni Allah peke yake. Wasabu dharari almuslimin, daula hiyo na viongozi wake wakawateka dharari muslimin, vitoto vile vya waislamu, minan nisai wal wildan, katika wanawake na watoto, mimma la yuhad wala yusaf, ambao hawana idadi maalum wala hawaelezeki. Wa kullu hadhihi albilad kanat as-sahaba qad fatahuha, miji yote hii walitawala na kuifanyia ufisadi masahaba walifungua miji hii. Wasarat daru islami, ikawa ni miji ya Kiislamu. Wa akhadhu min amwali almuslimin ma la yuhad, tena wakachukua mali za waislamu ambazo hazihesabiki wala yusaf. Wakadu ayataghallabu ala Dimashq walakin Allah sallam, walikurubia kuitawala Dimashq, lakini Allah akaleta salama yake, akaisalimisha Dimashq na wao. Akaeleza mpaka alipoeleza juzuu ya 11 pia amewaeleza alipokuwa anamtaja kiongozi wao wa mwisho wa daula hii ya Ubaidiyin au Fatimiyin, anasema thumma qadima al-Mu'izz ba'da dhalika wa ma hu jahafir min al-juyush, kurasa 288. Alikuja al-Mu'izz baada dhalika, baada ya matukio hayo akaja kiongozi wao huyu, wa ma hu jahafir min al-juyush, akiwa na kundi la jeshi, wa umara min al-magharib wal akabir wal quwwad, akaja na jeshi kubwa. Akaeleza mpaka alipofika mahala akasema wa huwa ma'a dhalika mutalabbisun birraf, alitoa khutba akawa anahutubia waislamu. Pamoja na hivyo, Ibn Kathir anasema pamoja na hivyo yeye akiwa amevaa vazi la ushia la urafidha dhahiran wa batinan, kama qalahu al-Qadhi al-Baqillani, kama alivyosema al-Qadhi al-Baqillani, inna madhhabahum al-kufr al-mahdh, hakika madhhabu yao Ubaidiyun Fatimiyun ni ukafiri. Wa i'tiqaduhum ar-rafd, lakini itikadi yao pia ni ushia. Wakadhalika ahlu dawlatihi, lakini pia watu wa daula yake al-Mu'izz huyu, wa man ata'ahu wa nasarahu wa walahu wattaba'ahu min madhhabihim qabbaha Allah ta'ala qabbahum Allah ta'ala wa iyyahu, Allah wakebehi na yeye pia. Wanasema kwamba watu si wazuri, wana historia hawakubali. Hawa ndio walikuja kutuwekea maulidi hapa, sisi tukawafuata katika jambo hilo. Akaeleza Ibn Kathir tukiwa hapa la ajabu, asema waqad uhdhira ila baini yadayhi az-zahid al-abid al-wari an-nasik at-taqi Abu Bakr an-Nabulsi. Aliletwa kiongozi mwanachuoni mmoja, aliletwa mwanachuoni mmoja az-zahid al-abid, mwenye wara na ucha Mungu, mwenye ibada nyingi, at-taqi, aitwa Abu Bakr an-Nabulsi. Aliletwa mbele yake, akaeleza habari hapa na vile alivyouawa, mpaka wakawa wanaifanyia salhi, kuichuna ile ngozi yake hivi kama mbuzi, wakamuua mwanachuoni huyo daula hii. Kwa akaeleza habari yake mpaka alipofika mahali akasema waqad kana al-Mu'izz qabbahahu Allah fihi shahamatu wa quwwa wa hazm,
wa shiddatu azmi, wala usiasa. Wa kana yudhiru annahu ya'dil wa yansuru al-haq, alikuwa akijidhihirisha kwamba yeye ndiye anafanya uadilifu peke yake, yeye ndiye ambaye anainusuru haki. Walakinahu kana ma dhalika munajjiman, alikuwa ni mtu wa nyota. Ya'tamidu ala harakatihi an-nujum, akitegemea mambo ya nyota. Qala lahu munajjimuhu inna alayka qit'an aw akaeleza kipande cha habari kuhusu yeye na masuala ya kupiga nyota na watazamaji wake wa nyota. Hii ndiyo daula ya al-Ubaydiyin al-Fatimiyin. Sasa turudi hapa, kama hawa ndio hawa. Al-Maqrizi Ash-Shafi'i, mwanachuoni katika wanachuoni wa Kishafi wakubwa, anasema katika kitabu chake cha Al-Khutat, ameeleza naye pia maovu yao, uchafu wao, ukafiri wao dhidi ya Uislamu na Waislamu. Akafika mahala akasema hivi: wa kana lilkhulafa'i al-Fatimiyin fi tuli sana a'yadan wa mawasim, walikuwa wao makhalifa wa daula hiyo katika mwaka mzima wana idi, sherehe na misimu ya kufurahi. Wa hiya musimu ra'si sana, wana msimu wa kusherehekea mwisho wa mwaka au mwanzo wa mwaka, wa musimu al-am wa ghairi dhalika, wa musimu ashura wa maulid an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa maulid ali wa Fatima az-Zahra wal Husayn wal Hasan wa ghairi dhalika. Wakaanzisha pia maulidi ya Fatima, Zahra, Husayn, Ali, Husayn, Hasan, kama ilivyo sasa hivi. Kila markazi ya kisufi na yeye pia wana maulidi ya Sheikh fulani, maulidi ya Sheikh fulani, maulidi ya Sheikh fulani. Jambo hilo limeasisiwa na watu wa ovu shari kabisa, Fatimiyun Ubaydiyun. Ama kwenye Qur'ani, kwenye Sunna, kwenye maisha ya salaf ya kiibada hawakuwahi kufanya jambo hilo. Hakuna maulidi ya Abu Bakr, hakuna maulidi ya Umar, hakuna maulidi ya Uthman, hakuna maulidi ya Ali. Wao hawakufanya vitu hivi. Karne ya 4 huko, mwaka 300 na huko, mambo haya ndio yalifanywa. Leo masufi nao wana taratibu hizo. Kuna maulidi ya Sheikh fulani. Miaka ya nyuma 10 iliyopita tulikuwa hatujui kuna maulidi ya masheikh. Tunajua ni maulidi ya mtume tu. Sasa hivi kuna maulidi mpaka ya masheikh. Maulidi ya almarhumu as-sayyid fulani, maulidi ya Sheikh fulani, kila mahala vijijini humo. Kwa jambo hili ni bid'a, tena ni sunna ya aada Allah, ni njia ya maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala, Ashia ar-Rafidha, kwa maelezo wanaozuoni. Miongoni mwa hao walioweka wazi jambo hilo ni Sheikh Mahfudh al-Misri, ulama wa Misri pia, ambao wao wanawakubali pia. Asema katika kitabu chake cha al-Ibda' fi madhari al-ibtida' ukurasa wa 126, kitabu hiki kipo kwenye makatibu zetu hizi hapa, kitabu hiki kipo. Asema wa awwalu man ahdathaha ay al-mawlid, wa mwanzo aliyeanzisha maulidi bil Qahira al-khulafa al-Fatimiyun, ni viongozi wa daula hii al-Fatimiyun. Hawa ndio ambao walianzisha jambo la maulidi fi al-qarn ar-rabi' al-hijri, karne ya 4 hijiria. Fabtada'u 6 mawalid, walianzisha maulidi 6. Kwa wao ndio walianzisha maulidi 6. Al-Maulid an-Nabawi, maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maulidi ya Imam Ali, maulidi ya Fatima az-Zahra, maulidi ya al-Hasan, maulidi ya al-Husayn. Wakachukua huko masufi pia. Kama si hivyo, vitabu vipo, kitabu cha Allah kipo, sunna za Mtume salama zipo, makubaliano ya salaf na riwaya zao kwenye tafasiri zipo, kusema kwamba aya hii yafundisha maulidi. Tunazo tafasiri za ulama, kina Ibn Jarir at-Tabari wataja mpaka na riwayat katika mafuhumu ya salaf. Hao wengine wameelewa hivi, kina fulani mfano katika sahaba na tabi'in tuletewa kwamba kul bi fadlillah, sahaba ni maulidi, bidhalika faliyafrah. Hakuna jambo wamelichukua kwa maadui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema wa iyyakum muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd.
na maulama wengi wametangaza kama maulidi ni bid'a, ni uzushi. Ni hao mufti Diyar al-Misriya Muhammad Bukhayd al-Mutii, naye ametangaza kama maulidi ni uzushi, ni bid'a katika ahsan al-kalam. Al-Qashandi pia katika Subul Asha na wengine katika ulama wameeleza kama maulidi ni bid'a, kama Hasan as-Sandubi katika kitabu chake cha Tarikh al-Ihtifal bil Maulid an-Nabawi, Ismail Ansari katika Qawl al-Fasli ameeleza kama maulidi ni bid'a. Kauli zao ndio zinafikiana na kitabu cha Allah na asli ya dini yetu. Ama maimamu hawa wengine waliojuzisha maulidi kusema ama kina fulani pia wajuzisha maulidi, kwa dalili gani? Kwa hoja gani? Suyuti kasema kwa dalili gani? Hakuna, basi kauli yake mardud. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Jambo hilo halipo kwenye dini, linarejeshwa. Jana ile msufi akaleta kaida moja baada ya kumtajia kwamba jambo hilo halipo kwenye dini, akasema al-adam laysa bidalil, kukosekana dalili si dalili. Nikamwambia kama ndio hivyo, kaida iko hivyo kwamba kukosekana dalili sio dalili, basi hakuna dalili ya kuamrisha au mapendekezo ya kuadhini na kukimu katika sala ya Eid. Si hakuna dalili, basi mwakani mkaadhini na mkimu. Sababu ada bidalili laysa bidalili, kukosekana dalili sio dalili. Kwa hiyo kama hakuna dalili ya kufanya maulidi sio dalili kama maulidi hayafai. Basi hivyo hivyo kama hakuna dalili ya kufundisha kuadhini na kukimu kwenye viwanja vya Eid, basi tuadhini na tukimu katika viwanja vya Eid. Akanyamaza. Ndio akaenda katika kaida za kwamba maulidi ni ada kwanza, sio ibada. Hili ni jambo la kwanza. Maulidi ni jambo lililoanzishwa muhdath, tena linaituhumu dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kuna mapungufu, kwa sababu nyinyi mnawaamrisha kama mjikurubisha kwa Allah kwayo na kumpenda Mtume sallallahu kwayo. Labda Mtume sallallahu hakufundisha, sasa maana yake hakufundisha njia nzuri ya kumpenda yeye na kumsalia yeye, ndio mkaileta njia hiyo. Ndio maneno ya Imam Malik, man ibtada fi al-islam bid'atan yaraha hasana faqad zama anna Muhammadan khana risala. Atakayeanzisha katika Islam jambo lolote, basi huyo amemtuhumu Mtume sallallahu kama afanya khiana katika ufikishaji. Hakufundisha jambo hili, pamoja na kuwa jambo hili ndio ambalo linatufikisha katika kumsalia Mtume na kumpenda Mtume kama unasema nyinyi, jambo ambalo linapelekea katika mapenzi ya kumpenda Mtume sallallahu asilifundishe yeye, wasilifanye masahaba, ambapo sisi na nyinyi masufi tukubaliana kwamba hakuna ambao walimpenda Msallama kuliko wao. Fadauhu bi arwahihim, wao walimfidia Msallama kwa roho zao, toka mbele au wawe Mtume abaki. Wewe umejitia lemba la kijani unasema kwamba unampenda Mtume, lakini pamoja na hivyo hawakutumia maulidi kama ni njia ya kuashiria mapenzi kwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mawahabi hawataki tumpende Mtume. Al-Imam al-Mujaddid anasema shaitani amewageuzia hawa watu shubha, akawatia shubha. Adhhara lahum ash-shaytan al-ghulu, na kuvuka mipaka na uovu. Shaitani akawadhihirishia kwamba huku ndio kumpenda Mtume na waja wema. Anasema wa adhhara lahum ash-shirka fi surati mahabbati as-salihin. Shetani akawaambia huu ushirikina wanaokataza ndio kumpenda Mtume na waja wema. Hawataki nyinyi mwende makaburini bwana, hawataki nyinyi mfanye maulidi mkasema Mtume amehudhuria. Haya mambo ni bid'a, ni mambo ya uasi na uovu. Shetani akawaambia huku ndo kumpenda Mtume na kuwapenda mashehe. Al-Imam al-Mujaddid aliandika vitabu hivyo kwa fiqh pana sana kubwa, hasa kutizama vitabu vya mashehe wa Ibn Taymiyyah na Ibn Qayyim. Sababu haya yapo, tazama hivi vitabu vimeashiria hapo nyuma, anataja kawaidi hizi. Shetani ana mbinu za hatari sana. Kwa hivyo alhasil ni hivyo, lakini maulidi
ni njia na sunna iliyoanzishwa na maadui wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alad khusum li dini Allah subhanahu wa ta'ala, maadui wabaya waovu wa dini ya Allah, Uislamu na Waislamu. Kwa hivyo kama ni hivyo na kuitani dini ya Allah kuwa na mapungufu, lakini dawa ya Mtume sallama ni kuzua na mfano wake, basi hili moja tunatosha kwamba maulidi ni jambo batil, maulidi ni ufisadi, maulidi ni haram, hafai kufanya maulidi. Wallahu ta'ala ala wa ala. Wa leo tusheke na haya, nadhani kesho jitahidi tumalizie maudhui yetu. Nitarajia tutaimaliza lakini imeshindikana.